Urusi yamshambulia waziri mkuu wa Uingereza. Hii ni kutokana na London kuwa nyuma ya hatua zote za magharibi katika mzozo wa Ukraine. Makataa ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na vitisho vya vikwazo vinaonyesha kuwa Uingereza inataka kudhoofisha suluhu la mzozo wa Ukraine. Kiliopita viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Poland walikutana mjini Kiev na kutishia kuiwekea Urusi vikwazo zaidi iwapo Moscow haitakubali kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti ifikapo Jumatatu. Tarehe hiyo imefika na kupita na hakuna mapatano yaliyokubaliwa wakati wa mazungumzo ya Ijumaa ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine. Sasa baada ya kutoa uamuzi huo, lazima tujitayarishe kufuata, kwa sababu ikiwa Urusi haitafika kwenye meza ya mazungumzo, Rais wa Urusi Vladimir Putin lazima alipe bei, Starmer alisema katika mkutano wa usalama huko Albania Ijumaa. Msimamo wa Urusi hukubaliki na sio kwa mara ya kwanza, alimalizia Keir Starmer, waziri mkuu wa nchini Uingereza. Ubalozi wa Urusi huko London ulibaini kuwa Downing Street sio sehemu ya mazungumzo kati ya wapiganaji, kwa maana kati ya Urusi na Ukraine. Kauli ya waziri mkuu wa Uingereza iliyodai kuwa msimamo wa Urusi katika mazungumzo ya Istanbul haukubaliki na kwamba majibu yatatayarishwa husababisha mkanganyiko, ubalozi huo ulisema katika taarifa yake siku ya Ijumaa. Ni nani asiyekubalika? Sisi sio, ilieleza taarifa hiyo. Hata hivyo, taarifa hiyo ilieleza kuwa hatufanyi mazungumzo na London. Waingereza wamekuwa nyuma ya hatua zote za kuongezeka kwa nchi za magharibi kutokana na kusambaza silaha za kukera kwa Ukraine na kutumia makombora ya masafa marefu ya magharibi dhidi ya raia ndani ya ardhi ya Urusi, ubalozi uliandika. London ilikuwa ya kwanza kati ya wafadhili wa magharibi wa Kiev kutuma makombora ya ndani ya masafa marefu kwa Ukraine, makombora ya Storm Shadow ambayo yalitengenezwa na Ufaransa na Uingereza. Urusi haiogopi vikwazo vya magharibi, ilieleza taarifa hiyo. Sasa matamshi kama haya yaliyotolewa dhidi ya msingi wa mchakato wa mazungumzo ni dhahiri yanalenga kutatiza au kudhoofisha suluhu, ilisema taarifa hiyo. Inaonekana Uingereza haitambui asili ya kujihukumu ya vitendo vyake. Uingereza pia ilikatiza mazungumzo ya awali ya amani, ubalozi ulibaini. Ilikuwa London ambayo ilifanya juhudi kubwa kuvuruga mchakato wa kwanza wa mazungumzo mnamo mwaka 2022 na baadaye kuweka mzozo kuwa wa moto zaidi. Mazungumzo ambayo hayakufanikiwa mwaka 2022 huko Istanbul yalivurugwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati huo Boris Johnson, ambaye alishawishi Ukraine kujiondoa, kulingana na mjumbe mkuu wa mazungumzo ya Ukraine kwenye mazungumzo hayo, David Arachamia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.